Tunaongea kuhusu shujaa, na shujaa lazima afahamu yeye ni nani, lazima ajitambue. Ndio unaona miongoni mwa mashujaa wa Daudi, Biblia inasema ya kwamba na hawa ndio mashujaa wa Daudi, wakatajwa majina. Lakini kuna shujaa mmoja maandiko yanasema ya kwamba alikufa kijinga. Daudi akamulilia sana. Alikufa nini? Kijinga. Wametajwa mashujaa wa Daudi, wametajwa. Yaani ushindi wa Daudi, alikuwa na mashujaa wale ambao alifanya kazi na wao. Ndio maana kila kiongozi anapoingia madarakani lazima akuje na mfumo wake, na watu watafanya kazi na yeye. Wale watamsikia, wale watamtii, wale watafanya aweze kupeana kile ambacho alitaka kupeana kwa watu wake. Na Daudi alikuwa na watu walioko chini yake. Danieli kama shujaa wa maombi aliomba kwa siku mara 3. Tulisema shujaa ni shujaa wa maombi. Sema amina. Sisi ni mashujaa wa nini? Licha changamoto za Daniel za kutupwa mpaka tunduni mwa simba, lakini kama shujaa make sure every day anaomba mara 3. Kila siku mara 3 Daniel. Maana upinzani hauji kumtoa shujaa kwenye vita, unakuja kumchochea kupigana zaidi. Na kama hakuna vita, shujaa hawezi kutambulikana. Kinachomintroduce shujaa ni vita, wala sio maneno. Israeli ingejulikana kama taifa hodari, wanapigana na mataifa mengi mno, lakini kwa sababu ni chaguo la Mungu, Israeli imechorwa kwa mkono wa Mungu. Huwezi kufuta taifa la Israeli kwenye ramani ya dunia. Huwezi. Israeli wakipigwa ni Mungu ameruhusu wewe, kama hujawahi jua hivyo. Wakipiga Mungu anapiga. Na ndio maana akasema katika Yeremia, waliokupiga watapigwa, waliokutesa watateswa. Na Daudi alipogundua neno hili akasema hivi, Bwana, waifundisha mikono yangu vita. Ndio uelewe. Daudi akasema, Bwana, wafundisha mikono yangu vita, na vidole vyangu shabaha. Bwana akasema, asante Roho Mtakatifu, wewe ni rungu langu, kwa wewe nitapiga mataifa. Rungu inashikwa na mtu ambaye anajua kupigana. Mbona atupatie wanafunzi kwa geti za shule wakae na rungu? Tunapatia watchman, maana ni shujaa. Tunamwamini ya kwamba atatulinda walimu, atalinda wanafunzi, mpaka na mboga, mpaka na maua, mpaka na kuku iliyo shuleni anatakana kulinda. Na ndio maana Maandiko yanasema ya kwamba, Yeremia anasema hivi, mwanamke yeyote ni mlinzi wa bwana yake. Wewe ni mlinzi, wewe ni shujaa wa kulinda mume wako na vitu vyake. Ina maana kwa maombi yako kuna watu watapigwa. Hujanielewa wewe? Kuna watu watapigwa, kuna watu watatandikwa. Sema shujaa. Anasema Bwana katika Yeremia 51:20, anasema wewe ni rungu langu na silaha zangu za vita. Silaha zangu za nini? Mungu ni rungu. Hebu nipatie, ninapenda demonstration, nisaidie chochote kama fimbo. Okay, kama hamna nisaidie, asante. Ndio maana uliitwa maruficho. Maana ulikuwa umeficha hii, hatungejua mahali ilikuwa. Hii ni nini? Rungu inashikwa na nini? Rungu inashikwa na mkono. Na kazi ya rungu ni nini? Kufanya nini? Vita. Kazi ya rungu ni nini? Vita. Kazi ya rungu. Maana kupiga, unaweza piga hata maua. Si tunapiga kama matunda zinaanguka? Si unaenda unapiga matunda, unapiga machungwa. Sio hiyo kazi. Vita. Huwezi enda kupigana na maembe unless waya moja imechomoka. Hiyo tutaelewa. Sema vita. Kwa huyu mtu wa Mungu anafahamu. Yeremia anajua. Maana Bwana alimwambia, utaenda. Mimi nimekutuma, nimekuchagua kama nabii wa mataifa. Mimi mtoto mdogo nitasema nini? Sasa angalia kile Mungu anazungumza kule mbele. Alimwambia nenda.
Mimi naliangalia neno langu nilitimize. Sasa angalia vile wewe ni rungu langu. Yeah? Silaha zangu za vita. Silaha hapo sasa ni kwa ujumla. Kisu, panga, hata maji, hata maziwa ni silaha. Sisera aliuawa na maziwa. Hai? Sisera alipewa nini? Maziwa. Akalala akawa zuzu. Maana amekimbizwa kweli, kufika amechoka, karibishwa ndani ya nyumba akaingia. Alipoingia akapewa maziwa. Na tabia moja ya maziwa iko na neema ya usingizi. Ndio maana mtoto akili unamnyonyesha analia, ananyamaza na analala kwa sababu amenyonya maziwa. Mpatie maji uone kama atalala. Sisera alipolala, waliwekelea kigingi kwa kichwa, wakagonga kichwani mpaka chini. Sema amina. Sema amina. Na Bwana amesemaje? Kisikiza, amesema neno lake ni upanga ukatao kuwili. Mashujaa lazima uwe na silaha. Pointi yangu ni hiyo. Huwezi kuwa shujaa kama una silaha. Lazima una silaha kupigania. Na silaha sifanani. Kuna bomu la masaa, kuna bomu la wiki, kuna bomu la mwaka, kuna bomu la miaka zaidi ya 10. Ndio maana kwenye msitu wa Maumau jamaa mmoja alikuta bomu la vita. Sema bomu. Miaka mingi iliyopita, sema iliyopita. Jamaa hakujua kama ni bomu, akaita watu wa KWS. Walipoenda kuangalia akapata ni nini? Ni bomu. Miaka mingi iliyopita. Ni kifaa cha vita. Naomba leo watu watoke na mabomu hapa. Watoke na mabomu hapa. Kila biashara za madawa za uchawi na uganga natangaza watalipukiwa hapa. Sema haleluya. Wanaosema ni Mkamba watajua Mungu si Mungu wa Wakamba, ni Mungu wa mataifa yote. Wanasema ni Mjaluo, ni Mluya, watajua Mungu tunamtumikia si wa Mluya wala Mkisii, ni Mungu wa mataifa yote. Sema amina. Yeremia akasema wewe rungu langu, silaha yangu ya vita. Naomba leo nipate shujaa. Nipate shujaa. Shujaa wa maombi. Shujaa wa biashara. Shujaa wa biashara. Shujaa wa masomo, wa kusomesha watoto wake. Mama, nataka kusema ya kwamba elimu uliyoikosa naitabiri kwa watoto wako, naitabiri kwa wajukuu, naitabiri kwa wanao. Ulipokuwa high school na primary ulitamani kuwa daktari ama nurse, ulitamani kuwa lawyer. Nataka kusema bado ndoto yako haijapotea. Mungu hana dustbin ya maombi mwenye haki. Hana dustbin ya maombi mwenye haki. Natangaza kila aliye hapa leo nitakuitishia silaha, nitakuitishia marungu. Ukitoka hapa, kila chochote kimetegwa kwa barabara ya kwenu, kwa boma ya kwenu, kwa biashara yako, kitapondwa leo. Kitapondwa. Sikia. Ajalishi ni mgosi wa kala. Sema mgosi wa kala. Yaani ajalishi ni mzee wa zamani. Ajalishi ni mzee wa kanisa. Ajalishi nabii wa uongo na anavaa ngozi ya kondoo, na kumbe ndiye adui wa maisha yako. Kumbe nenda kwa waganga. Naomba leo kitoka hapa, Mungu aweke silaha ndani yako. Wakati unaomba kwa nyumba, ile gari amepanda, ile pikipiki amepanda, hawatafika salama. Hawatafika salama. Natangaza ya kwamba madawa yao ya Waluya, ya Wataita, ya Wakamba hawatafika salama. Hawatafika salama. Sema pa 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 pa. Ni vile uone ile mvua imenyesha chavia wewe. Ndio maana hujaelewa. Sema silaha. Hebu please, hebu niwekee maandiko media. Niwekee andiko hilo. Aha.
hapo leo natangaza mataifa wavunjwe, wakatokatwa mikono yao. Wale ambao kuna watu jifanya wakisikia mtoto wako ameperform vizuri wanamuongeongea, hata anaweza nua snacks akapea mtoto, kumbe ni mtego. Hata anaweza sababisha tu hajaifanya birthday ya mtoto wake, anaweza andaa kwa ajili ya mwanao ili apate mtoto wako. Naomba leo nakupatia silaha, leo nakupatia silaha, natangaza ya kwamba kile walifanya juu ya brada yako, juu ya mtoto wako, juu ya dada yako, wataregeshewa, 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 wataregeshewa. Sema power. Roho wa Baba wasairi Adonai. Lazima ijulikane kuna mbegu ya Mungu na kuna mbegu ya shetani. Lazima ijulikane kuna mbegu ya embe dodo na embe kienyeji. Lazima kuwe na tofauti ya tomato na watermelon. Mungu akutofautishe. Natangaza kama shujaa, Bwana akutofautishe. Bwana akutofautishe wewe. Ndio nikasema Pastor Njogolo, training ya askari mwanajeshi na askari wetu wale wa kuturekebisha tabia kule prison ni tofauti. Ni tofauti. Hata mavazi ni tofauti. Hata bunduki ni tofauti kama hujawajua. Hata kisu ni tofauti. Hata mkanda ni tofauti. Nanielewa? Hata wale jeshi wako na koti yao. Ukifanya makosa kama mwanajeshi wako na koti yao. Lakini polisi wa kawaida tukifanya makosa tunapeleka koti ya watu koti za watu wote. Lakini kama ni kosa la kijeshi unapeleka koti zao. Kwa sababu nimedili na kesi mingi. Kuna jamaa mmoja alikuwa ameenda, amekuja livu akagonjeka. Alipogonjeka kurudi vita vikamuinukia, wakamgeuzia kesi hata kufutwa kazi. Hapo ndipo aliponijulia akiwa Mombasa. Akapiga simu akaja tukaomba kurudi. Wale walitaka futo kazi. Badala futo kazi ilibidi Mungu ampandie cheo, wakae chini yake. Sema amina. Shujaa kijielewa, shujaa kijitambua, anatembea kama shujaa. Anatembea kama shujaa. Paka anaishi kama paka. Simba anaishi kama simba. Kondoo anatembea kama kondoo. Farasi anatembea kama farasi. Ndio maana Biblia inasema Mungu amefundisha farasi kujua vita kwa harufu. Farasi anajua vita kwa, yani ashafanywa training kitambo na Mungu. Yani kabla afundishwe vile anakimbiza watu wakati wa maandamano, Mungu ndiye alianza mafunzo. Mbona kuja weko ng'ombe afanye kazi ya farasi? Wangeka ng'ombe grade maana ni mkubwa. Waliweka fara. Mbona hawajaweka sungura maana kuna mbio? Mbona hajaweka digidigi? Mbona hajaweka ndovu kwa sababu ni mkubwa? Mbona hajaweka? Farasi anajua vita kwa harufu peke yake. Yani kuna vile Mungu amemuumba ni kama mnyama ayala. Ukisikia Daudi anasema moyo wangu wa kuonyesha kama ayala. Ayala ako hivi, niguse kidogo nitoke hapo. Kwenye msimu wa kiangazi ayala hutoa harufu tofauti na wanyama wengine. Na simba, chui, wale wanyama wote wanakula wanyama hao wanafahamu. Chita anajua harufu ya ayala. Fisi anajua. Kwa hivyo wakati wa kiangazi ayala huwa anatoa harufu kali sana. Kama vile umepika mchele wa pishori, au utaambia watu, watasikia tu harufu. Ukipika pilau wewe siambie watu. Ukipika chapati, wewe fungia chapati, funga milango yote. Mahali moshi utapitia utajua. Watajua kuna chapati inapikwa hapa. Sasa ayala harufu yake inafanya wale wanyama wanamfuata. Kwa hivyo ayala anachofanya ni hiki. Inabidi kwenye msimu wa kiangazi huwa anaanza kuhama polepole. Aishi mahali ambapo kuna maji. Wakati kiangazi kinazidi, akiingia ndani ya maji, basi harufu ile ya kutafutana wanyama inaisha. Na ndio maana wazee wa zamani wakitaka kujua mahali kuna maji wapeleke mifugo, wanamuinda ayala si kwa kumuua. Wanamuinda kama shujaa anayejua kutafuta maji.
Hawa ni wanadamu, lakini mnyama na akili ndio wanamtegemea. Ndio ujue Mungu mahesabu yake usiocheza naye. Ujue hivyo. Ina maana kwamba weakness yako ya maumbile na kuzaliwa haitamzuia Mungu asikutumie. Kwenye weakness yako Mungu anajitukuza ndani. Wazee wanamfuata Yala, wanajua leo alikuwa nakula hapa, wanajua vile hata miguu. Wanafuata, wanaenda. Wanafuata, wanaenda mbali paka wanajua mara na kunywa maji. Sasa hawezi muua, maana huyo ni suluhisho la mifugo yao na watu wenyewe. Wanajua hapa ndio maji yako, twendeni, kesho tutaleta hapa mifugo. Naomba Mungu akutumie kuleta amani ya watu. Atangaza Bwana kutumie kuleta majibu ya watu. Bwana kutumie kama shujaa kuponya familia, kuponya hiyo boma. Natangaza leo ya kwamba hata kama alimeza hirizi, hata kama aliyekuroga alihama, hata kama aliyekuroga alikufa, natangaza kwamba utafunguliwa katika jina la Yesu. Sema amina. Mimi naongea na mtu ambaye kuna kitu unapitia na unamtaka Bwana. Naomba nipate mtu mmoja. Watu wa Mungu, Yesu akasema mengine hayawezekani ila kwa kufunga na kuomba. Watu wa Mungu, kila shujaa anapotaka kuwa promoted lazima aende training ili apandishwe. Nimesema kipindi kile ya kwamba tuliamua kuingia kwa training ya Jehova kwa sababu ya huu mkutano wa leo, ibada hii. Tukahama nyumbani ili kwamba maisha ya mtu yakapone leo. Natangaza kwa damu ya mwana kondoo, kuna watu watatoka na kazi hapa. Kuna watu wanatoka na ndoa hapa. Kuna watu wanatoka na biashara. Ile nyumba yako itaisha. Ile nyumba itamalizika. Ile nyumba unajenga itamalizika. Mungu atakupatia kile unataka. Sema amina. Mimi naongea na watu wenye kiu na Bwana. Siongei na mtu amekuja kuona David Murwa, bado ni mwembamba 1 GB ama leo ako 12 GB. Nataka kumjua na huyo David Murwa na simuona anakaaje. Sitaki unijue vile nakaa, nataka umjue Mungu niliyebeba. Nataka kujue Mungu niliyembeba ni wa aina gani. Na atakupatia kile unataka. Atakupatia Jehova. Bwana atakupatia. Wasahili Bwana. Mimi sitaki jua anayekutesa ni wifi yako ama ni kazini yako. Hiyo sitaki kujua. Wale waliuza Yusufu ni ndugu zake. Hakuna compromise na shetani. Nasema hakuna compromise na shetani. Ambia mtu hivyo. Gusa jirani yako. Touch your neighbor. Mwambie neighbor. Endelea. Mwambie. Mwambie tena. Mwambie tena, hakuna discussion na shetani. Mwambie tena neighbor. Endelea sasa. Sema amina. Hata kama ni mama wa kambo, hata kama ni nyanya yako, hata kama ni babu yako, lazima atakuachilia. Lazima atakuachilia. Natangaza ya kwamba Mungu hakuumba mchawi. Aliumba mtu kwa sura yake, kwa mambo matatu ya muhimu. Number 1, amwabudu Bwana. Number 2, amtumikie. Number 3, awe na fellowship na Mungu. Awe na ushirika na nani? Wakae na Mungu, wapige story na Mungu, wafurahishane na Mungu. Wakumbushane. Alikuwa anakuja jioni kwenye bustani ya Edeni, anataka ushirika na Adamu. Na Mungu anajua masaa, na hayo ndio Elia alikamata kuachilia. Naomba leo nimesema hivi, hata kama ni brother yako amejiunga na shetani, anamaliza watu kwa boma. Hata kama dada yako amejiunga na shetani, anamaliza watu kwa boma. Nasema leo. Leo. Sema leo. Sema leo. Sema leo. Tingisha mtu mwambie sema leo. Lazima ijulikane leo. Lazima ijulikane leo. Sema power. Hata kama alienda wakashereta leo mshereto wao
kushereta kwao, mshereto wao, natangaza fire, atangaza fire, shira maroho na kamata mateka, atangaza fire, sema fire, tuma fire, tuma hiyo, tuma hiyo fire katika jina. Okay. Shetani huwa ni mjinga plus mjinga manasi mjinga. Woja waisikia watu wanasema, nyinyi mnaendaka kuangushwa tu. Kuangushwa. Sasa afadhali niangushwe lakini sianguka kwa dhambi. Unanielewa? Kama Yesu alikuwa akihubiri kanisani, sikiza pastor, na pepo akasema, tuna nini na wewe Yesu? Umekuja kututesa. Biblia inasema kitabu cha Luka mlango wa 5, alipokuwa anafundisha kulikuwa na nguvu ya kuponya. Mtu mwenye pepo akaanza kuongea, hakuombewa. Ni neno peke yake, pepo akaanza kuongea. Na Biblia inasema ile pepo akamwangusha chini. Akamwambia Yesu, usitutese. Tunakujua ni mtakatifu wa Mungu. Unanielewa? Sasa kama Yesu alihubiri mapepo zikaanguka, leo David Muro akihubiri pepo zikitoka, yeye nendeni mkaangusha. Sawa, yule jamaa kipofu alisemaje? Ni mwenye dhambi sijui. Kile ninachojua nilikuwa kipofu sasa naona. Kama Yesu akasema hivi, sikiza kanisa, Yesu aliambia hivi, ikiwa mimi mti mbichi wamenitende hivi, je, nyinyi miti mikavu? Yesu ni mti mbichi kwa sababu alizikwa akafufuka. Leo wakina Mwai Kibaki, wakina Moi, wakina Nyerere, Nelson Mandela, wakina George Bush, wako wapi? Wako wapi? Wako wapi? Wako wapi? Kwa sababu ni mti mkavu. Mti mkavu kianguka haumei. Lakini mti mkavu huwezi mea, maana una uhai. Yesu ni mti mbichi, akipandwa anamea. Ndio akasema hivi, wale waniaminio wajapokufa siku ya mwisho watamka. 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 Inakuonyesha mtu wa Mungu wokovu ni wa kweli. Kama hautaokoka, nataka nikwambie, mbingu hautaiona kwa sababu uliombea ukapata pesa. Hapana. Mungu atakwambia, nilikupatia pesa lakini ulikataa wokovu. Nilikupatia ndoa nikakupatia watoto lakini ulikataa wokovu. Anakuambia pita mkono wa kushoto mahali mbuzi wanakaa, kondoo watakaa mkono wa kulia, ambao ni watu waliokoka. Nimetuma nikwambie kama shujaa leo, toka na silaha yako. Toka na silaha vita. Si kama unagundua, si kama unaelewa kile naongea. Please, wacha kuwa mlafi wewe ovyo ovyo. Unakutana na mtu anakula PK, atichukua na wewe. Unajuaje PK imelala kwa mganga? Nipatie nimalizie. Umalizie. Utamalizia mashida zake zote. Kwanza kuna wengine mkisikia kuna biriani, kuisha hata unawi uso, hata upigu msaki. Viatu unakosea kushoto unavaa kulia, kulia unavaa kushoto. Sema amina. Leo naomba Bwana afanye jambo. Bwana, wapendwa, sikiza nikihubiri Mwatate. Nimehubiri Mwatate. Mwatate imekuwa city. Mwatate imekuwa city. Nimehubiri Mwatate, ulinzi hapo ilikuwa ni mahali pa kutupa takataka za miwa. Na nikatangaza tukiwa na jukwaa ya Maximum. Hao walikuwa dancer, Pastor Charles kwa kanisa la Maximum chini ya Pastor Paul. Tukiwa na wao, alikuwa rafiki yangu, tena tukaishi ploti moja na pastor wake. Sasa angalia, nikatangaza hapa ulinzi hapo kutajengwa petrol station ambayo haiko Mwatate. Nikatangaza nikasema Mwatate kutakuwa na magorofa zile ambazo hakuna. Ona vile zinakuja kama milingoti ya saiso. Ona kuanzia Madevu ushuke hapo, kijana mzee wetu Mcharo, utoke hapo. Hii sasa imejengwa hapa ni kama uko Palace hapa. Hapa palikuwa hapa naitwa ni Black Spot. Sasa si Black Spot sasa. Jina si imechange. Mpaka inaitwa persese gani jina hii? Hola. Hola. Kuna Hola, ni Hola.
Olivia. Hakuna, hapana, kuna hola wewe. Okay, asante. Iko hapo. Sasa angalia, hebu acha nikwambie. Sikiliza. Wakati ule nikiongea hivi vitu, kuna watu wako wanakubali. Hata tukimaliza crusade wanakejeli. Huyu ashaambiwa na watu mwakera, mwanaume mzimu utaenda kuishi kwa mwanaume mwenzako ukimfulia nguo na kumpikia. Leo kuna watu ni wapangaji wake. Huyu hapa paka na watu wa familia wana mezaliwa na wao. Wanaume utaenda kuishi na mwanamume mwenzako. Kwa nini uende kuishi? Huyu hapa akiwa jao. Lakini angalia yuko na nini? Ndio wapangaji. Sema amina. Chochote kile naongea leo, nataka kusema ya kwamba usiangalie umri wangu. Angalia Mungu niliyebeba. Sema amina. Mwatate imejaa magorofa. Natangaza ya kwamba next itakuwa ni ya kwako. Next itakuwa ni ya kwako. Watangazi wa ya kwako. Sikia, wengine mko hapa mtajenga. Kuna watu wamekujengea tayari. Kile kinangojewa ni masaa. Watasema wanauza, utawapatia pesa, watakuachia gorofa yako. Kwa hivyo usiwe na kinyongo wakati watu wanajenga. Nyingine labda ni yako unajengewa. Hebu mtingishe mtu, mwambie ni yako. Mwambie ukiona watu wanafanikiwa waombe. Mwambie usiwe na wivu na wao. Mtingishe, usiwe na wivu na wao. Mtingishe, mwambie usiwe na wivu na wao. Natabiri kama mtumishi wa Bwana, Mwatate hii usikose nyumba za rental. Mwatate hii ule muda umepanga umetosha. Natangaza na uhame na uende kwako. Waachie wengine waanzie hapo. Achie wengine waanzie hapo. Sema haleluya. Wasahili na mikono juu. Wewe ni Mungu. Bwana wasahili Bwana. Wasahili Yesu. Fanya zaidi ya kitivo juzi. Wasahili Bwana. Fanya kuliko vile ulifanya Kambira Punda kwa Reverend Ibrahim. Wasahili Adonai. Heshima na adhama nakupa. Fanya zaidi ya Sisera. Fanya zaidi ya John chini ya baba yangu Daktari Askofu Mwaura. Wasahili Yesu. Mimi ni mtumishi wako. Umewaleta kutoka mbali na karibu. Haya masaa Roho Mtakatifu, fanya kitu tofauti. Uliniambia Bwana wa majeshi, hawa ni mashujaa unawainua. Kuna wengine silaha walizokuwa nazo zimekuwa butu. Ndio maana Daudi akasema silaha zetu zisiwe butu, lakini za maadui ziwe butu. Mwana wa Yesu akasema silaha zao na ziwe butu, zikose makali. Bwana aweke silaha yako makali. Hiyo ni nguvu ya Mungu. Mungu aweke makali kwa silaha. Wakati naongea ninahisi nguvu na upako Roho Mtakatifu. Yamkini ungeelewa kile Mungu amenituma kuongea. Siji kama unafahamu ya kwamba sio kila mtu nampa pesa anaitumia vizuri. Kuna watu upeleka kwa mganga. Kuna watu wakupenda tuzaliwe lakini kwa neema Bwana tukazaliwa. Kuna watu wakupenda umalize shule kwa neema Bwana ukamaliza. Na ndio maana si kila mtu anayekupenda. Ukiona unapendwa na kila mtu umepoteza laini. Lakini ukiwa na maadui jua uko kwenye laini ya Mungu. Kama Yesu alikuwa na maadui, Daudi mwana wa Yese ameondoa aibu kwa taifa la Israeli. Mfalme amekuwa adui wake. Na hii nguvu ya Bwana. Kuna watu wanapewa silaha kwa mikono yao, kinywa chako kinapokea. Kuna wengine silaha yao ni kalamu. Kalamu, yani inamaanisha elimu yako Mungu anaweza itumia kama silaha. Unakuwa na hekima isi ya kawaida.
wasomi ni wengi kama wewe, lakini kuna vitu wanakwama mahali. Ukiitwa kunapatikana suluhisho. Shujaa huyo. Shujaa ni mtu ambaye anaondoa aibu ya wengine. Shujaa ni mtu ambaye anaondoa aibu ya watu, analeta heshima. Usilie kama wao, usilie kama wao, lia kama wewe. Daudi alipojua alilia kama yeye, akasema Bwana. Kwenye Zaburi ya 25 Daudi anasema, usiwaruhusu maadui zangu wakafurahishwa na aibu yangu ama na kushindwa kwangu. Kuna watu wanatamani kuona umeanguka wafurahi. Nimetuma nikwambia hutaaibika, hautaanguka wakiona. Wataanguka mbele yako katika jina la Yesu. Nguvu ya Mungu inachagua watu wako tayari katika jina la Yesu. Achilia tu moyo wako. Mimi sikuwekei mkono, hapana. Neema ziko tofauti. Kuna watu Mungu amewapatia neema ya kuweka watu mikono, lakini mimi Bwana kwa huruma na neema aliniambia kila nisimamapo, fundisha neno langu, na kwa neno hilo mimi nitajitukuza kwa watu wangu. Ndio hiyo nguvu ya Mungu katika jina la Bwana. Una mtoto hajawahi tembea, uko na kansa, una pressure, una mtoto haongei, uko na ugonjwa wa sukari, una TB, una shida mgongo, unalala unanyongwa na mashetani usiku, wanakamato sasa hivi na wanakuachilia right now, wanakuachilia kwa damu ya mwana kondoo. Kuna watu wanaunganishwa na kazi yao, ajalishi walichukua pesa. Baba, unawajua watu wako. Nguvu ya Mungu ndio hiyo, kwa damu ya mwana kondoo. Asha, muwe tayari katika jina la Bwana. Anza kuzungumza na Mungu mara umekaa, anza kujiombea. Mwambie Bwana, leo nakubali mimi ni shujaa. Nifundishe kujitambua zaidi, nipe kutembea kama shujaa kwa damu ya mwana kondoo. Anza kuomba ukiwa hapo. Yes. Sema karibu na hiyo nguvu ya Mungu katika jina la Bwana majeshi. Hakuna siku shetani anaweza akazuia matendo ya Mungu wapendwa, hakuna. Leo labda ulikuwa muombezi, wewe huyo ni shujaa. Na shujaa lazima awe na silaha. Silaha yako ni neno la Mungu. Kama muombaji lazima ulijue neno. Kama mteule lazima uwe na neno ndani yako. Silaha zetu ni neno. Silaha zetu ni utakatifu. Silaha yako ni imani yako. Ndio hiyo. Saidia hiyo. Saidia. Sasa Asha, ukisimama tu na leso unaangalia watu, unaangalia tu. Usikasirike maana mwenzako amechukua leso. Ni vile ameona hujielewi. Usikasirike please. Usimkasirikie mwenzako. Baba anatembea. Wanaotaka watoto, naomba leo kama shujaa, Mungu akuregeshe kwa nafasi yako. Wengine nafasi zao ni wachungaji. Una kipawa cha uchungaji ndani yako, una kipawa cha uombezi ndani yako, una kipawa cha uponyaji ndani yako, una kipawa cha uongozi wa kitaifa, uongozi wa kiserikali, una kipawa cha uimbaji, una kipawa cha ualimu, una kipawa cha kusonga. Ujaona mtu ni mwalimu na agenda teaching, agenda college ya teaching, agenda college ya teaching, lakini anafundisha kwa kujitolea, anapewa kitu kidogo. Na agenda college ya teaching, lakini anafundisha shuleni, anatambuliwa kama mwalimu kwa sababu ni shujaa katika ukumbi wa elimu, katika ulingo wa elimu. Shujaa kwa wapi leo? Nimetuma kwako shujaa, na kutoa kwenye mapango leo, na kutoa mahali walikuweka. Shujaa toka leo. Shujaa Mwatate inahitaji maombi yako. Serikali ya kaunti inahitaji maombi yako. Serikali ya kitaifa inahitaji maombi yako.
Viongozi wetu wanahitaji maombi yako. Boma ya kwenu inahitaji maombi yako. Shujaa, shujaa nawaita leo. Nawaita mashujaa, nawaita mashujaa, nawaita leo, nawaita mashujaa. Mbona zamani ulikuwa unaomba 1 hour, leo unaomba 20 minutes? Ulikuwa unaomba 1 hour. Watumishi msiwe staff. Please. Wewe hata kama ni mchungaji uko hapo, daddy, saidia. Tusiwe staff. Ya kwamba hii kazi ni kazi ya Asha. Hapana. Sisi ni mashujaa. Baba Nchogolo, usiende. Mimi nakuona, usiende. Wale wako pale, saidia kule nyuma. Shujaa wako wapi? Shujaa kwa hiyo boma. Nimetuma leo, nikufungue. Mashujaa wanasaidiana. Soja akijeruhiwa anakaa kwa kambi mpaka apone kwanza, anatibiwa mpaka anapona, anaregea kwa kazi, maana wenzake wanapigana. Tumepambana. Tunatangaza leo, unapona, unaregea kwa nafasi yako. Ndani ya maskari kuna dereva, ndani ya maskari kuna daktari, ndani ya maskari kuna nasi, kuna makanika, bado ni askari, anajua kubeba bunduki. Kuna mpishi jikoni, bado ni askari. Maana kuna masaa ya kukula na kuna masaa ya vita. Ndio leo wanafanyike rungu yako. Naituma nguvu ya Bwana. Lele. Mungu anatembea. Cameraman, unaweza geuza kamera huko. Okay, sawa.